Mimi wako mtumishi wa Mungu Mugisho Chikala Risha na kujia na kitu kimoja. Unajua Biblia inasema ndani ya kitabu cha Zaburi 77 mstari wa kwanza na kushuka. Biblia inasema kwamba anayechunga ama kujenga nyumba pasipo Mungu anachoka bure. Anayelinda mji pasipo Mungu anachoka bure. Mpendwa katika Bwana, ukianzaka journée pasipo Mungu, pasipo maombi, unamaliza mbaya. Na parfois wa mingi wanajilamantaka sana, kwa maana nimemaliza vibaya. Kumbe kuna mbegu ambazo walizipanda zenye zimefanya ile journée mwishie mbaya. Usianzake mwezi pasipo kuanza na Mungu, usianzake mwaka pasipo kuanza na Mungu. Na kitu nakupatia kwa hii mwaka kuwa na maono. Haleluya. Kuwa na maono. Maono, unapokuwa na maono uko tofauti na makuku. Unaona kinyi kinatofautisha eagle na ndege zingine ni maono. Eagle inakuwa na maono, inaangalia mbele, inaangalia kitu kiko mbali, inakikokota karibu yake, lakini kuku inatumia tu vile vitu vya chini chini. Hii mwaka Mungu akupatie maono kwa jina la Yesu. Na mtu mwenye kuna maono, ya kwanza anakuwa na maono ya yeye peke. Mtu mwenye kuna maono ya yeye peke, kuko watu waposhi kutembea tena nao. Kuna marafiki ambao unatakiwa kuachana na wao. Kuna watu ambao unatakiwa kujitenganisha nao makusudi maono yenyewe uko nayo ipate mazao. Sasa mtu mwenye uko na maono ya epic, uko na waza kitu fulani kinye utafanya muhimu waka, labda uko na tarajia kuwa mtumishi wa Mungu, unatarajia kuwa mwimbaji mkubwa, acha sigarete. Kama unatembea usitembeake na mtu mwenye hamuna imani moja, hamuna maono mamoja. Angalia mfano nyumba ambao unajengwa, mwanaume anaamini pombe, mwanamke anaamini Yesu. Hamtaishi vizuri. Mtakorogana tu siku na mchana. Sasa jitahidi hii mwaka ukuwe na maono, ujue hawa hawastahili kuwa karibu yangu na wewe unastahili kuwa karibu yangu. Na unapokuwa na kujijua ya kuwa hii mwaka natakiwa kukuwa na maono, mpendwa, Mungu akamilishe ile maono iko mkichwa yako. Uko na maono ya kuuza parcel, uko na maono ya kufanya ndoa, uko na maono ya kukua mtu mkubwa katika nchi ya Kongo. Baba kupatie kile kitu kwa jina la Yesu. Ukigawa kwa watu 3, Bwana atakitenda kwako. Ubarikiwe.